Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na ushauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. Katibu, kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa Bunge. Kiapo cha uaminifu. Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar. Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar. Mimi Hamisi Musa Omar nathibitisha kwamba nitakuwa Jamhuri ya Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Hamisi Musa Omar kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya Bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Sasa tusubiri hatua yetu ya pili, uthibitisho wa Waziri Mkuu. Nitamwomba Katibu asome maelezo mawili matatu kulingana na utaratibu utapokuwa. Karibu Katibu. Mheshimiwa Spika, utaratibu wa kumthibitisha mara baada ya kiapo cha uaminifu kwa mbunge, Spika atapokea hati ya uteuzi wa Waziri Mkuu kutoka kwa Rais. Baadaye Spika atajulisha Bunge juu ya kupokea hati ya Rais kuhusu uteuzi wa Waziri Mkuu ili athibitishwe na Bunge. Atafungua bahasha yenye hati hiyo mbele ya Bunge na kusimama mbele ya Bunge jina lililopendekezwa na Rais na kutoa Bunge 51 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, tuna zoezi zito sana hapa, tulie. Spika kutoa nafasi ya mkuu wa serikali kwa azimio na kuthibitisha waziri mkuu na katibu wa Bunge kuandaa karatasi za kura. Baada ya Bunge kurejea, Spika atamwita mwanasheria mkuu wa serikali ili atoe hoja kwa kuwasilisha na kumthibitisha waziri mkuu mteule kwa mujibu wa ibara ya 52 ibara ndogo ya pili ya Katiba. Katika maelezo yake anaweza kuelezea mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 52 ya Katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha.
Mheshimiwa Bunge, leo kanuni za Bunge, sababu anayeleta haki hiyo ni mwanajeshi na ni askari, na wao wana fursa kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu. Brigedia Jenerali Mashauri, mpambe na msaidizi masuala ya kijeshi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimeelekezwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwasilisha ujumbe maalum kwako. Kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi. Waheshimiwa wabunge, uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 51 kifungu kidogo cha pili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kushika madaraka yake ndani ya siku 14 atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka katika jimbo la uchaguzi anatokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, au kama hakuna chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, basi atateuliwa anaelekea kuungwa mkono na wabunge wengi kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, Waziri Mkuu atakayeteuliwa hatashika madaraka hayo hadi uteuzi wake umethibitishwa na Bunge kwa azimio tukiungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Hivyo, kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba
Waheshimiwa, naomba tukae. Hajaapishwa bado, naomba tukae. Sasa namruhusu